sura ile ya 16 na tumepewa mstari mmoja ambao ni mstari wa 14. Injili ya Marko kama ilivyoandikwa sura ile ya 16 na mstari mmoja, ule mstari wa 14. Marko mtakatifu sura ile ya 16 mstari wa 14, nami ninasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Neno la Mungu. Tukae. Ni asubuhi iliyo njema sana. Ni asubuhi ambayo hatukutegemea kama tungeamka, lakini ni asubuhi iliyojaa na ushindi mkubwa. Ni asubuhi ambayo wako watu walitamani kufika asubuhi kama hii, lakini ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine tunazika, hata jana tulikuwa mahali tunazika. Ni asubuhi ya neema ambayo hatukustahili kufika kuamka asubuhi hii, lakini kwa neema yake Mungu tumestahilishwa. Sema amen. Ni asubuhi ambayo hatukuitegemea kufika, lakini kwa uweza na ukuu wa Mungu na matendo yake makuu ya ajabu, lakini si kwa matendo yake makuu na ya ajabu tu, pamoja na upendo wake, upendo ambao Mungu ameendelea kutupenda pamoja na kufa msalabani, bado anaendelea kuachilia upendo katikati ya maisha yetu. Si ndio wapendwa? Alikufa kwa sababu yetu sisi wanadamu. Huo ni upendo usiokuwa na kifani, ni upendo mkubwa. Kufa kwa ajili yetu, kufa kwa ajili yangu, kufa kwa ajili ya kwako, kuchukua dhambi zetu. Yesu Kristo amebeba yale madhaifu ambayo tulikuwa nayo, ameyabeba kwa sababu ya upendo. Tunazika jamani, tunazika wapendwa wetu, na wengine wanatuuma sana, lakini tunazika, si ndio? Mimi kule nilipo huwa nafanya ibada za mazishi sana, mpaka nikawaambia washirika, nikamwambia jamani, hebu tutafute siku ambayo tunaweza kumwambia Mungu kwamba inatosha, maana misiba inatoka sehemu mbalimbali. Lakini katika yale mazishi unaona jinsi ambavyo watu wanahuzunika, wanaumia, wana maumivu katika mioyo yao, wana hofu, wana mashaka kwamba je, mpendwa wetu amekufa, inakuwaje? Lakini sikusikia kwamba hebu huyu hapa, Mungu naomba umuamshe huyu ili mimi niweze kufa badala yake. Sijawahi kuona. Kama yupo tupungiane mikono hapa, kwamba mama yangu amekufa, Mungu naomba unichukue mimi, mama yangu awe mzima. Yupo hapa. Lakini tunaumia, tunahangaika, tunapata shida. Hatujawahi kusema kwamba hapana, ngoja mimi nifukiwe kwenye hili kaburi, kwa sababu nataka huyo ambaye aliyekufa nife kwa sababu yake, nife kwa badala yake. Lakini Yesu Kristo, yeye ajuaye shida zetu, yeye ajuaye madhaifu yetu, yeye aliye na huruma nyingi kwetu, aliye na upendo usiokuwa na mawaa, aliye na upendo usiokuwa na unafiki, alijitoa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena ya kipekee. Ni Jumapili ambayo si ya kawaida. Nasema si ya kawaida kwa sababu inatukumbusha ya kwamba pamoja na viaka, mateso makali aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo, hata akapelekea kupata kifo, havikuwa ndio mwisho wa hadithi ya Yesu. Alidharauliwa, aliteswa,
alitemewa mate, alisengenywa, alibezwa, akafa, kapigwa misumari, maumivu aliyokuwa anayapata. Lakini tunaona kwamba haikuwa mwisho ya kuelezea maisha yake, alikuwa mwisho. Na leo tunaongozwa na kichwa kinachosema Yesu Kristo alijidhihirisha kwa wanafunzi wake. Kujidhihirisha ni kujitokeza, kuonekana juu ya wanafunzi wake. Yamkini alipotea akaonekana, akajidhihirisha mbele ya wale wanafunzi. Lakini pamoja na mateso aliyokuwa ameyapata, akapelekea kupata kifo. Havikuwa ndio mwisho wa maelezo ya Yesu, bali vilikuwa ndio mwanzo wa huduma yake mpya ya uinjilisti. Amen. Hivyo vyote vilivyotokea vilimpa Yesu ushindi wa kuanza upya huduma yake ile ya kuhubiri Injili. Lakini ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya utumishi wetu ambao leo hii tunao. Ni kwa sababu ya mateso na kifo chake Yesu Kristo. Vitu hivi vilikuwa ni sadaka ya dhambi zetu, vilikuwa ni sadaka. Lakini pamoja vilikuwa ni sadaka, ilikuwa pia ni ushindi dhidi ya dhambi zetu sisi kama wanadamu, dhidi ya dhambi na kifo alichokipata Yesu Kristo. Ilikuwa ndio kiini cha imani yetu ya Kikristo tuliyokuwa nayo leo. Wokovu na Ukristo tulio nao ndio imani iliyotokana na Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Kuna wakati mwingine mtu Mkristo tu yeyote anaweza kupitia changamoto mbalimbali katika maisha ya utumishi. Anaweza kupitia matatizo, anaweza kupitia mateso, anaweza kupitia adha mbalimbali. Yamkini katika familia aliyo nayo, yawezekana katika uliyobeba, yamkini katika maisha unayoishi ya utumishi, mpaka ukadhani labda Mungu wako amekusahau, labda Mungu wako hayupo. Lakini tunajua ya kwamba katika hivyo vyote tunavyopitia, yuko Mungu anayetutazama kwa namna ya kipimo. Ana kipimo kwamba nampa mtu mateso, nampa mtu changamoto za kila aina, lakini ni kipimo ambacho Yesu Kristo anatamani kuona imani uliyokuwa nayo. Je, ni imani ile ile aliyokuwa nayo Bwana wetu Yesu Kristo? Anatazama imani tuliyokuwa nayo katika changamoto, anatazama imani katika majaribu, anaona imani hiyo ni aina gani, mtu ana imani ya aina gani. Anatamani kuona kwamba je, moyo wako una uvumilivu hata katika vikwazo unavyopitia, hata katika changamoto ambazo unapitia, bado unaendelea kusimama katika imani iliyo thabiti. Yesu Kristo anakutazama, anaona bado wapo watu wanaonyenyekea mbele zake, wanaonyesha utii katika utumishi wake. Anatazama kwa kipimo anachokijua yeye. Wewe utaona kwamba kwa nini napitishwa? Kwa nini mateso? Bwana Yesu alipata mateso, lakini pia tunaona kwamba ilikuwa ni imani kwa Yesu Kristo. Wakati mwingine Mungu anaweza kuachilia majaribu katikati ya maisha yetu. Anaweza kuachilia misukosuko na taabu nyingi, kuona kile ambacho tulichokibeba, je, kimesimama katika utumishi wetu, kuona kwamba tuna utii mbele zake, na kwa wengine tunaonyesha utii, tunaonyesha unyenyekevu hata katika misukosuko
waliingiwa na kukata tamaa kuona kwamba mwalimu wao ndio kuhani wao mkuu, ambao wao walikuwa wanamwangalia kwa namna ya tofauti, walikuwa wanamwangalia kwa namna ya kipekee, kwamba kama Yesu ameteswa mpaka kupelekea kifo, je, sisi wanafunzi tutafanya nini? Lakini habari njema asubuhi ya leo ni mateso na kifo cha Yesu Kristo alikuwa ndio mwisho wa hadithi yake. Baada ya siku ya tatu Yesu Kristo alifufuka kutoka wafu, na ufufuo huo uliweza kuwapa wanafunzi wake tumaini jipya. Haleluya, haleluya! Baada ya wanafunzi kuona kwamba Yesu Kristo amefufuka, walipata tumaini jipya, walipata ujasiri mkubwa, lakini si ujasiri tu, walipata na imani isiyokuwa na mashaka. Imani yao iliongezeka zaidi na zaidi. Walijiona kwamba wao hawakuwa na kitu cha kupoteza, kwa sababu wakati wa mashaka wakarudishiwa tena lile tumaini lililokuwa na uzima. Ndugu zangu, hata kama tunapita katika wakati mgumu, wakati mwingine umejawa na hofu, unapita kwenye mambo ambayo yamkini huoni jibu, huoni kuendelea mbele, unaona wasiwasi, lakini unaona mashaka, Mungu asubuhi ya leo akajibadilishe ukawe na ujasiri mbele zake. Hata kama unapitia maumivu makali, Mungu akarejeshe tumaini jipya ndani yako. Hata kama umekata tamaa, umechoka na huzuni ya maisha, Mungu anao uwezo mkubwa wa kubadilisha huzuni ulio nayo ikawa furaha mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunatembea katika mashaka, tunatembea katika huzuni kwamba kwa nini hii Pasaka imepita lakini sijaona hata pilau, kwa sababu gani? Kwa nini lakini sijapata hata nguo ambayo naweza nikavaa siku ya ibada, siku ya Pasaka? Umejawa na huzuni kwamba wengine mbona hivi, lakini kwa nini mimi? Mungu akarudishe furaha katika huzuni uliopitia. Wapendwa, katika kifungu hiki tulichokisoma cha Marko sura ya 16 mstari wa 14, tunamwona Yesu Kristo akiwatokea wale wanafunzi walipokuwa wanakula chakula, akawakemea kwa sababu ya kutokuamini na jinsi mioyo yao ilivyokuwa migumu. Wako chakulani wanakula, lakini maana Yesu akawatokea walipokuwa kwenye chakula hicho. Sasa usijiulize kwamba kilikuwa ni chakula cha saa ngapi. Yesu akawatokea, aliwaona kwamba hao watu wana mioyo migumu, aliwakemea kwa sababu aliwaona kwamba hawana tumaini katika mioyo yao, kwani walishindwa kuamini wale ambao walipeleka habari ya kwamba amefufuka. Wao kuweza kuamini, lakini Yesu alipowatazama aliona kwamba hao watu imani yao imeshuka, imani yao ni ndogo, kama hawakuweza kuamini hawa. Kwa sababu gani? Lakini aliangalia mioyo yao jinsi ilivyokuwa migumu. Hakuwatazama kwa namna ya kibinadamu, lakini aliwatazama kwa namna ya kiroho. Aliwatazama, aliwaangalia jinsi ambavyo walishindwa kuamini wale ambao walitangaza habari zake ya kwamba yeye amefufuka. Na kwa maana hiyo basi tunaona hapa Yesu alikuwa anasisitiza juu ya imani iliyo thabiti, imani isiyokuwa na mashaka. Na ndio maana alitambua mara moja ya kwamba wale watu walikuwa hawana imani, wale wanafunzi walikuwa na mashaka, walikuwa wana mioyo migumu, lakini Yesu aliweza kuwatambua. Yesu alikuwa anasisitiza juu ya imani. Yesu anaikemea mioyo migumu inayokataa ukweli, hata kama ukweli huo unapothibitishwa. Na hivi ndivyo inavyotokea hata katika nyakati hizi. Mara nyingi mambo haya yapo. Nato unapotembea mahali mbalimbali na sehemu mbalimbali, wako Wakristo wengi wanapoteza tumaini,
wanapoteza imani, hawana utulivu katika imani, wamekuwa na imani iliyojaa mashaka, hawajiamini, imani isiyokuwa na matumaini. Hata kama wanalisikia neno la Mungu kila siku, bado wanakosa kusimama katika imani ya kweli. Wanahangaika kutafuta imani, wanafikiri kwamba imani inaombewa. Hapana, imani ni kile kitu ambacho unakiamini katika moyo wako, lakini wanakosa utulivu na kuanza kuzunguka sehemu mbalimbali, wakizani ya kwamba watafanikiwa kwa sababu ya kukosa imani. Wanazunguka huko na huko wakitafuta miujiza, wanahangaika katika makanisa na kuongopewa ya kwamba wewe utapokea gari. Bila imani huwezi kupokea gari. Bwana asifiwe. Bila imani huwezi kupona ugonjwa uliokuwa nao, lakini bila imani huwezi kupokea baraka za Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba miujiza unayoitafuta bila imani ni sawa na kazi bure. Wapendwa, udhihirisho wa Yesu Kristo kwa wanafunzi wake ni mwanzo wa imani mpya katika maisha yetu, ni mwanzo wa tumaini jipya kwetu leo. Yesu Kristo alipojidhihirisha katikati ya wanafunzi wake, tunaona ya kuwa kila kitu kilibadilika. Hofu iligeuka kuwa ujasiri katikati ya wanafunzi wale, lakini mashaka pia yaligeuka na kuwa imani iliyothabiti katikati yao. Lakini pia tunaona kukata tamaa kwao kukageuka na kuwa ushuhuda mkubwa. Walianza kutembea huko na huko kwa ajili ya kuhubiri habari za Yesu Kristo, ya kutoa ushuhuda wake ya kwamba kweli Yesu Kristo amefufuka, yule ambaye alikufa, yule ambaye alitemewa mate, yule ambaye aliteswa kwa mateso makali, kweli amefufuka. Tunaona walianza kutoa ushuhuda, kuhubiri habari za Yesu na matendo yake makuu, na wale ambao waliomkimbia wakati anapata mateso, tunaona ya kwamba baadaye waligeuka na kuwa mashujaa wa Injili. Walikuwa ni mashujaa wa imani ya kweli. Na hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo anavyoweza kufanya katikati ya maisha yetu. Huwa tunachukua mambo mengine ambayo kwa namna kibinadamu hatuwezi, lakini Yesu Kristo huwa anayachukua maisha ya waliovunjika mioyo, ya waliokata tamaa, ya waliokosa amani, na baadaye huyabadilisha na kuwa historia katikati ya maisha yao. Yanakuwa ni ushuhuda kwa wengine. Pamoja na mateso, pamoja na mahangaiko, tunapovuka baadaye inakuwa ushuhuda. Amen. Baadaye inakuwa ni ushuhuda kwa wengine ya kwamba nilipata katika hili, nilitembea katika changamoto hii, nilipita katika janga hili, lakini leo Yesu Kristo amenivusha. Unakuwa ni ushuhuda ya kwamba Yesu Kristo ndiye tumaini letu. Fikiria mtu aliyepanda mbegu ardhini. Inaweza ikawa mbegu ya mahindi, inaweza ikawa mbegu ya maboga, mbegu ya maharage, lakini inapopanda pale ardhini, kwa macho ya kawaida inaweza kuonekana mbegu hiyo imekufa, inaweza kuonekana imekufa, lakini inaweza kuonekana pia hiyo mbegu imepotea. Na imepotea kwa sababu gani? Imefunikwa na udongo. Lakini chini ya ardhi kuna uhai unaoanza kuonekana baada ya muda mchache. Chini ya ardhi iliyowekwa ile mbegu kuna uhai unaoweza kuonekana kwa muda mchache. Mbegu hiyo huanza kuchipua. Bwana asifiwe. Mbegu hiyo huanza kuinuka tena, inakuwa, inamea vizuri, lakini pia inaleta faida na kuweza kuona mbegu hiyo inazaa matunda, inaleta matunda.
Wapendwa, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kilionekana kama ndio mwisho wa maisha yake. Kilionekana kwamba habari imeishia pale kaburini. Kilionekana ya kwamba alipofukiwa kwenye jiwe lile kubwa ambalo kwa namna ya kibinadamu kusingekuwa na mtu ambaye angeweza kulitoa, lakini alikuwa jiwe tupu. Lile jiwe lilipigwa na muhuri kuonekana kwamba hapa hakuna kulitoa wala kulisogeza. Na kumbe alivyokufa na kuwekwa kwenye lile kaburi, ilikuwa ndio mwanzo wa ufufuo wenye matunda mazuri katikati ya maisha yetu. Ilikuwa ndio mwanzo wa mbolea katikati ya mbegu iliyopandwa ardhini. Mbegu hiyo ikakua na kumea, lakini pia ndiyo ilikuwa katika hali ya sasa ya kwamba inaweza kuonekana maisha yako wakati mwingine yamefifia na kuweza kuhuzunika, lakini unaweza kuona kwamba kipawa ulichokuwa nacho kimepungua, karama uliyokuwa nayo zimepungua, maombi uliyokuwa unaweza kuomba asubuhi, usiku, kama tulivyoambiwa hapa kwa kuomba. Tuombe. Kuomba, tunasema kwamba maombi ndio silaha yetu. Sisi hatuamini kwamba tunaweza tukawatafuta wanaobaka tuwapige risasi, hapana. Hatuwezi kuwatafuta tuwaone kwa macho ya nyama kirahisi, hapana, lakini tunaweza kuwapata katika maombi. Hivyo niwahamasishe na baba pia tuwe mstari wa mbele kuwaombea wale watoto, tuwaite tukae nao pamoja. Mimi wakati mwingine huwa nawaita vijana wangu, maana sina mtoto wa kike. Napowaita na napenda nikiwaita wakati napika, naita fulani kaa hapo, wewe kaa hapo, wale wakubwa. Naanza kuambia nyinyi mna changamoto gani? Mama hatuna changamoto. Jamani mnapitia. Naanza kuongea na yule nikimaliza anayekuita. Mama hamna mtu anayeniita. Ila huko ninapojisaidia kidogo naona kuna maumivu. Njoo tuone. Bwana tusaidie. Mpekue mtoto. Yule ni mtoto, mwangalie anapoenda shule anarudi, mwangalie kwamba ana shida gani. Maisha yamebadilika. Tuwatambue na kuangalia kila siku, na hasa wanaosoma bodi. Kaa nao kwa upendo, kwa hekima, maana unaweza kuendea kwa hasira wakakugeukia. Si unajua vijana wakaanza kusema mama bwana unanidharau. Hapana, sio kudharau, mwite kwa upendo. Muonyeshe upendo, muonyeshe hekima. Anza kumwambia taratibu kwamba mwanangu, katika dunia tulio nayo kuna 1, 2, 3. Lazima ukae hapa, lazima uwe mwombaji, lazima uwe unasoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yamkini yanatangatanga, maisha yako hayaeleweki. Mara uko kanisani, mara uko kwenye mambo ya kidunia. Yamkini ndoto zako zinaweza kuonekana zimechoka, na hata kupelekea kufa zile ndoto ulizokuwa unatamani kuona zikitendeka. Unaona kabisa zinakufa, huoni mwelekeo wa kuendelea mbele, unaona giza mbele yako badala ya kuona nuru ya mafanikio. Huoni baraka za Mungu kama wengine wanavyoona. Yamkini umekata tamaa katika maisha yako, yamkini una maumivu makali, lakini asubuhi ya leo natamani nikuletee matumaini mapya. Yesu Kristo katika neno lake anasema tusiogope. Bwana asifiwe. Yeye yu hai hata milele, bado anakusudi na wewe, bado anakusudi na maisha yako, bado anao upendo na rehema nyingi kwetu. Haijalishi umepitia kitu gani, haijalishi, Mungu anaendelea kututazama. Lakini haijalishi umesemwa na kuchafuliwa mara ngapi, haijalishi, yuko Mungu ambaye aliyefufuka. Yeye ndiye mshindi wetu, yeye ndiye furaha yetu, yeye ndiye tumaini letu katika maisha yetu. Haijalishi umeumizwa kiasi gani katika dunia hii iliyojaa changamoto nyingi, bado lipo tumaini la uzima mbele yake, bado upo ujasiri kwa upya. Bwana Yesu asifiwe.
bado upo ujasiri wa kusimama mbele zake na kulihubiri neno lake kwa ujasiri mkubwa, kwa upendo mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ufufuo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni uthibitisho wa ushindi ulio imara. Na Jumapili ya leo inatufundisha kitu muhimu sana, ya kwamba Yesu Kristo aliye hai bado anajidhihirisha hata leo katika maisha yetu. Aliweza kuwatokea wale wanafunzi walioumizwa, waliokata tamaa, waliojawa na maumivu makali, waliovunjika mioyo yao. Na leo Yesu Kristo anayo nafasi ya kuja kwako. Usibaki katika kukata tamaa mpendwa, usibaki katika imani iliyojaa mashaka, lakini pia usibaki katika hofu. Fungua moyo wako na umruhusu Yesu Kristo aingie na kujidhihirisha katikati ya maisha yako, kwa sababu yeye Yesu Kristo alifufuka na ana uwezo tena wa kufufua vile vilivyokufa pale mwanzoni. Ana uwezo wa kufufua ndoto zako, ana uwezo wa kufufua imani iliyopungua katikati ya maisha yako, ana uwezo wa kufufua karama zilizoonyesha kufifia. Mungu ana uwezo, ni kwa sababu yeye alifufuka. Na kwa maana hiyo basi, ndani ya ufufuo huo tunapata matumaini mapya, tunapata ushindi, tunapata imani iliyothabiti. Mungu akafufue ndoa iliyopooza, Mungu akafufue kazi iliyokuwa imekufa, Mungu akafufue biashara iliyosinzia katika jina la Yesu. Lakini Mungu akafufue mifugo iliyokuwa inakufa ovyo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe mzuri wa neno la Mungu na kututia moyo kwamba bado Yesu anaendelea kujidhihirisha kwenye maisha yetu. Na Mungu akubariki sana na endelee kukutumia kama